nizungumzie kwa habari tupo katika nyumba ya Mungu kwa kusudi. Tupo katika nyumba ya Mungu kwa kusudi. Nataka uelewe uko mahali hapa, kuna kusudi la Mungu la kukufanya wewe uwepo mahali hapa. Kuna kusudi la Mungu la kutufanya tuwe hai hata siku ya leo na tuwepo mahali hapa. Unajua mara nyingine huwa tunajisahau. Tukiona kama tunakuja ili tubarikiwe, tunakuja ili tuombewe, tunakuja tusikilize neno, tunakuja tutiwe moyo. Ni kweli pamoja na hayo, lakini leo tutaenda kuangalia kwa undani sana ni kwa nini tupo katika nyumba ya Mungu. Kuna kusudi gani la sisi kuwepo katika nyumba ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wengi Mungu aliwaweka katika maeneo mbalimbali, kulikuwa na kusudi ambalo walikuwa wanatakiwa kulitimiza. Na ili tuende kwa haraka kidogo, ninaomba mmoja atanisomea katika kitabu cha Luka, na tutakaa hapo sana. Katika kitabu cha Luka, tafadhali fungua Biblia yako kwenye kitabu cha Luka sura ya 14. Na naomba Neema nifundishe, nisihubiri, nisipige makelele. Luka sura 14. Luka sura 14 utaangalia mstari wa 16 utakwenda mpaka mstari wa 23. 16 mpaka 23. Kwa kila mtu awe amefungua Biblia yake, maana wakati mwingine tunazo Biblia tunakuja nazo kanisani na tunarudi nazo, zitafunguliwa tena Jumapili. Basi ni vizuri unapoifungua leo na uisome. Angalia mstari wa 16 mpaka 23 tafadhali twende. Akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akatuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa, njooni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru nia moja. Nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame. Tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi. Yule mtumwa akaenda akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, toka upesi kwenda katika cheko na chochoro. Samani, naona kama usikiki hiyo maiki. Hamna maiki nyingine mkampatie? Nirudie tena. Alivyoshika. Shika vizuri tafadhali, alafu tusome tusikie. Nianze tena. Inabidi tuwape training ya kushika maiki sasa hivi. Sawa. Takriban 16. Akawaambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akatuma mtumwa wake saa ya chakula awaambia wale walioalikwa, njooni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti nikalitazame. Tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya mji, ukawalete hapa maskini na vilema na vipofu na viwete. Mtumwa akasema, Bwana, hayo ulioniagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Katika maandiko haya nitayagawanya kama mara 3, na nitazungumzia jambo la kwanza, kazi ya mtumwa au mtumishi, lakini nitazungumzia kwa habari ya uzuru
na nitazungumzia kwa habari ya neema. Lakini katika mstari, tutaanza ile kazi ya mtumishi katika mstari wa 16 mpaka 17. Tutaangalia hapo kazi ya mtumishi. Hebu rudia hapo mstari wa 16 mpaka 17, ni mstari miwili tu utasoma hapo. 16 na 17 anasema, akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa, njooni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Amin, asante sana. Hii ni habari ambayo Yesu mwenyewe alikuwa akielezea, akifundisha kwa mfano. Mara nyingi Yesu alipokuwa akifundisha maeneo mbalimbali, alikuwa akitumia mifano katika kufunza kwake, na ni maneno ya Yesu. Lakini alichokuwa akielezea hapa, alikuwa anaelezea mtu aliyefanya karamu kama Mungu. Mungu amefanya karamu na kualika watu wengi sana. Mfano wake alikuwa anaelezea Mungu aliyefanya karamu na akaalika watu wengi sana. Lakini tunaona katika ile nyumba ya Mungu, wakati akifanya karamu na kuandaa vitu mbalimbali, kwenye ile nyumba kulikuwa na mtumishi, kulikuwa na mtumwa, au tunaweza tukamuita mtumishi, ambaye alikuwepo katika ile nyumba kwa ajili ya kuandaa na kusaidiana kazi mbalimbali ambazo zilikuwepo mahali pale katika kuandaa ile sherehe, karamu kubwa. Lakini tunataka tuangalie huyu mtumishi au mtumwa alikuwa akifanya nini katika nyumba ya Mungu, na huyu mtumishi ni nani? Huyu mtumishi katika siku za leo tunaweza tukasema ni sisi kama kanisa ambao tuko katika nyumba ya Mungu. Wewe ni mtumishi, wewe ndio mtumwa, wewe ndiye Mungu amekuweka ndani ya kanisa ili kufanya kazi au kumsaidia katika mambo mbalimbali kama neno linavyoeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema kwa habari ya mtumwa au mtumishi ambaye alikuwa katika nyumba ya Mungu, linazungumzia kanisa kama mtumishi, kama mtumwa ambaye amewekwa katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hebu ngoja nikwambie kitu fulani kwa habari ya hii. Lazima uelewe kwamba Mungu amekuweka katika nyumba yake kwa sababu kuna kusudi. Kama vile huyu mtumwa ambaye alikuwepo katika nyumba ya Mungu, kulikuwa na kusudi. Na hata sasa kuna kusudi la sisi kuwa katika nyumba ya Mungu kama hivi tulivyo wakati huu. Bwana tusaidie sana. Na ngoja nikwambie mtu wa Mungu, mara nyingi tunajisahau kama watumishi wa Mungu. Tunajisahau kwamba tuko kwa kusudi katika nyumba ya Mungu. Tunajisahau kwamba tumewekwa kwa kusudi katika nyumba ya Mungu. Tunadhania ni wakati wa kutafuta baraka, tubarikiwe, tuponywe na vitu mbalimbali. Lakini kuna shughuli muhimu ambayo kwa hiyo Mungu alitufanya tuweze kuwepo katika nyumba ya Mungu katika wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri tusisahau, tufikiri kile ambacho Mungu amefanya au katika maisha yetu amefanya na kusababisha sisi kuwepo katika nyumba yake kwa kusudi. Hebu ngoja nikwambie mfano huu, nafikiri utaelewa baada ya kuzungumza ushuhuda huu. Kuna wakati fulani nikapata ushuhuda, nikasikia ushuhuda fulani wa mama mmoja, alikuwa na watoto wake na mume wake, na walikuwa kiishi tu vizuri, maisha yalikuwa yanaenda vizuri. Lakini huyu mama alikuwa kama na udhaifu fulani. Na siku moja akiwa katika maombi yake, akiwa naomba, Mungu akasema naye, akamwambia katika wakati huu weke vizuri, kwa maana kufa utakufa. Yule mama aliposikia vile aliumia sana. Akasimama akamwambia Mungu, tazama, utanichukuaje wakati huu? Hebu mwangalie mume wangu. Si mtu ambaye anajielewa vizuri, si mtu anaweza kufanya vizuri, si mtu ambaye anaweza kuangalia hata watoto. Itakuwaje ukinichukua? Maana baba sioni kama anaweza kutambua chochote cha kufanya baada ya mimi kutoka. Mungu akamwambia, hata hivyo usijali, wapo wengi sana ambao nimewachukua na wakaacha waume zao, na waume zao wanaendelea vizuri, kwa maana mimi nipo ninawalinda na wao. Akapata shida. Baada akakaa kwa muda akamwambia, pana Mungu, naomba nisikilize katika wakati huu. Angalia watoto wangu bado wadogo sana, wadogo mno. Iwapo utanichukua leo, hebu angalia watoto namwachia nani? Si watakuwa chokora?
si watakimbia huko na huko. Bwana, niache katika kipindi hiki niwakuze hawa watoto kidogo tu. Wakishakuwa kidogo basi sawa, utanichukua, lakini kwa sasa nakuomba uniache. Mungu akamwambia, kaambia usiogope kwa habari ya watoto. Watoto ni mali yangu. Si kuna wengine wengi tu hata kule barabarani wamelala, wanakula na hakikisha wamekula, wamepata kila kitu, wako salama. Kwa hiyo hata hawa mimi nitawalinda. Akageuka akamwambia Mungu, tafadhali mara hii tu nisikilize. Ninakuomba basi nisaidie, nipe muda kidogo tu. Muda huu nataka niwafuatilie watu ambao nilikwisha kuwashuhudia, nilikwisha kuwakaribisha ndani ya kanisa. Nikishafanya hicho tu basi utanichukua. Mungu akamwambia, sawa, ni kweli kuna watu unafuatilia. Nafikiri nitakupa muda wa kufanya hivyo ili hao watu waingie kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka nikwambie tuko kwa kusudi. Na Mungu, kama unataka kujua moyo wa Mungu ni watu, tutaenda kuangalia katika hili somo na vile tutakavyokwenda utaona. Kwa hiyo kwa kuwa alimwambia nipe muda kwa sababu ya kazi yako, Mungu alikubali kumpatia muda kwa sababu ya kazi yake. Hakumpatia muda kwa sababu ya watoto. Hakumpatia muda kwa sababu ya nyumba yake hajamaliza kujenga. Hakumpatia muda kwa sababu ya mume wala nini. Alimpatia muda kwa sababu ya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Hebu ngoja nikwambie, tuko katika nyumba ya Mungu kwa kusudi. Kama vile yule mtumwa alivyokuwa katika nyumba ya Mungu, alikuwepo kwa kusudi. Na ndivyo Mungu ambavyo anavyofanya katika maisha yetu. Sisi tunayo kazi kubwa ambayo Mungu anakusudia tuweze kuifanya wakati wote katika nyumba yake. Hebu ngoja nikwambie, nini kazi yetu? Huyu mtumwa aliachwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kazi. Na kazi yake ilikuwa nini? Ni kuwakaribisha watu na kuambia njooni, maana vitu vyote vimekuwa tayari. Mungu alipoandaa karamu alimtuma huyo, akamwambia nenda waambie waje, njooni, maana vitu vyote vimekuwa tayari. Mungu hakutoka kwenda kuwaita watu kualika, hapana. Alimtuma mtumwa, akamwambia nenda waambie njooni, maana vitu vyote viko tayari. Na unajua, ngoja nikwambie mtu wa Mungu, ukikumbuka kwamba sisi ni wapitaji, na ukikumbuka kuna jehanamu, ukikumbuka kuna mbinguni, hautaacha kuifanya hiyo kazi. Hautaacha kuambia watu njooni, hautaacha kuwaleta watu kwa Kristo, hautaacha. Kwa sababu halisi, ukijua kuna jehanamu ya moto, kuna wakati mtu atakwenda kule, kuna wakati mtu ataingia katika moto kwenye hukumu ya Mungu, hautanyamaza. Utawaambia kila mtu, jamani njooni, njooni kwa nyumba ya Mungu, muepuke ile hukumu kubwa ambayo inawafuata. Utawaita watu waingie katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, kama ulisoma ile habari ya tajiri na Lazaro, sio kama ulishawahi kuisoma. Siku nilipoisoma ile habari, nikapata mtu akanielezea, nilienda kushuhudia mamangu kwanza. Maana nilijaribu kuangalia yale mateso ambao huyu tajiri alipata kwenye moto, jehanamu ya moto. Niliangalia yale mateso, niliangalia ile shida, niliangalia wakati anaita anamwambia baba Ibrahimu, mtume Lazaro achovya kidole chake kwenye maji aniletee, ninateswa, ninaumia. Nikasema, Mungu wangu, nawezaje kwenda mbinguni alafu unaangalia mama yako anapiga kelele analia? Nawezaje? Nitastahimilije? Sina jinsi ambavyo naweza kustahimili kuona ndugu zangu, kuona watu wa kwangu, nione watu wa karibu wanaingia katika itabu. Nitakwenda nitawaambia kwa habari ya neno la Mungu. Nitakwenda nitawaambia kwa habari ya jehanamu iliyopo. Nitakwenda nitaambia kuna mbingu, kuna vitu viwili lazima uchague hapa, kuna mahali tunaelekea. Nitawaambia, na nilifanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu nilipojua kwamba kuna jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupaswi kusahau kwamba sisi tunapita. Hatupaswi kusahau kwamba kuna pali tunakwenda. Hatupaswi kusahau kwamba kuna hukumu inakuja. Kwa hiyo lazima tuambie watu njooni muingie katika nyumba ya Mungu. Tufanye kama ambavyo Mungu amekusudia katika watu wake, ili kuwaleta wengi katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu ngoja nikwambie kitu. Unapofanya hivyo unawasaidia kukwepa hukumu inayokuja.
na hakika Mungu atawasaidia, watakuwa salama. Na ndio maana Mungu alituchagua sisi miongoni mwa wengi ambao hawakumjua Mungu, ili sisi tukawe sababu ya kuwafanya watu waje, ili kuwafanya watu wapate kumjua Kristo. Ninajua kwamba watu wamejiwekea mifumo yao mingi waliozoea katika maisha, na mara nyingi huwa hawataki kubadilika. Lakini ifike wakati, kwa sababu ya hilo, kwa kuwa tumewekwa kwa nyumba ya Mungu, kwa sababu ifike wakati wa kuacha kufanya tuliozoea na kufanya tulichoagizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapenda kufanya vitu tulivyozoea, lakini ifike pahali tuache tuliozoea na kufanya vile ambavyo tumeagizwa na Mungu kufanya kwa ajili ya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu kwa haraka sana niende kipengele cha pili, kile ambacho anazungumzia kuhusu uzuru ambao watu walitoa baada ya kwenda kualikwa. Hebu nisome pale mstari wa 18 mpaka 20 tafadhali. Nataka niende haraka sana. 18 nasema, wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame. Tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Asante sana. Hebu nikwambie kitu. Baada ya Mungu kumwambia yule mtumwa kwamba nenda kawaambie watu kila kitu kimekwisha kuwa tayari, waje katika sherehe, waje katika karamu, mtumwa alienda. Lakini alipoenda, kila mmoja akatoa uzuru, wakakataa kwenda kwenye sherehe. Lakini ukiangalia vizuri hii habari, inawezekana hapo mwanzo walikubali kwamba watakwenda, lakini ikafika pahali Biblia inasema kwa nia moja wakaamua kugoma. Mmoja akasema, jamani, mimi sitaweza kuja. Kwa nini Bwana? Mimi nimenunua shamba, leo ndio siku ya kulitazama. Lakini ukiangalia sababu haina mashiko, kwa sababu uhalisia inamejaa uongo. Huwezi kununua shamba kabla hujalitazama. Si ndio hivyo jamani? Ni nani kwenu ambaye anaenda kununua, anatoa hela tu, jamani nunueni shamba, alafu baadaye anaenda kulitazama? Hapana. Ilikuwa na uongo ndani yake. Anasema, mimi nimenunua shamba, kwa hiyo leo naenda kulitazama, kwa hiyo naomba unisamehe. Lakini wa pili akarudi akamwambia, jamani, mimi nimenunua ng'ombe jozi 5, kwa hiyo leo ninakwenda kuwajaribu. Huyo watatu ndio akamwambia, jamani, mimi nimeoa mke, kwa hiyo sitaweza kuja, niko na mke wangu. Kila mtu alitoa sababu ya kutokwenda katika karamu. Na hivyo ndivyo ilivyo hata leo tunapowashuhudia watu, alafu tunawaambia njoo kanisani. Wengi wanatupa majibu kama haya: hapana, leo ninaenda kazini, sitaweza kuja. Jamani, leo unajua bibi yangu ndio amekuja leo, naenda kuzungumza, sitaweza kuja. Uzuru ndio huo tunaambiwaga tunapoenda kuwafuatilia. Si ndio hivyo jamani? Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Kama umefanya kazi ya kualika watu, huu uzuru utakuwa umesikia. Kila pale ndivyo tunavyoambiwa. Lakini hebu nizungumze kwanza kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza, lazima tujifunze kukabiliana na uongo na uzuru wanaotoa. Lazima tujifunze kukabiliana na uongo na uzuru watu wanaotoa. Kama tunataka kuifanya hii kazi, jifunze kukabiliana na uongo. Jifunze kukabiliana na uzuru wa watu wanaotoa. Wakati wanapokupa uzuru, nini unafanya? Tumia neno la Mungu kukabiliana na huo uongo. Tumia neno la Mungu kumwambia mtu iliyo kweli ambaye inaweza kumsaidia yeye akatoka na akaja kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mmoja nilikuwa namshuhudia mama mmoja. Nilipokuwa namshuhudia, nikaongea naye vizuri. Nikamwambia uje kanisani. Akaniambia, ni mama mchungaji, mimi ninapenda kweli kanisani. Napenda mno. Napenda vile wanavyoimba, napenda vile wanavyoabudu, napenda vile wanavyoomba. Ninapenda sana. Lakini mume wangu hataki kabisa. Nikamwambia, ulishamwambia? Akasema, ninajua hataki kabisa. Akisikia watu wanaomba, hataki.
nilikabiliana naye katika jambo hilo. Nilichomweleza ni hichi. Nilimpa tu andiko. Andiko lile linasema kila mtu atasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, na kila mtu atasema kwa habari ya mambo yake. Nikamwambia, sikiliza ndugu yangu, utakaposimama pale mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, hutaenda na mume wako, wala hutaenda na baba yako, wala hakuna mtu yote anaweza kukusaidia mahali hapo. Wewe utasema kwa habari ya mambo yako peke yako. Utajibu kwa habari ya mambo yako peke yako. Na kama ni mbinguni utaenda mbinguni, kama ni motoni utaenda motoni. Kwa hiyo usimweke mwanaume kama kigezo, wala usimweke huyo kama sababu. Pengine uniambia kama una kitu kingine. Unajua alinitolea macho, akaniangalia sana. Nikamwambia, sikiliza nikwambie mpendwa, swala la mtu na Mungu ni swala la mtu binafsi. Hata wewe nikwambie, swala lako la Mungu ni swala la kwako wewe na Mungu binafsi. Halihitaji mtu mwingine mpenzi. Ngoja nikwambie, unaweza akasema mume, unajua tupo, hata mimi nimeolewa. Lakini tumeolewa, tupo huku tunaenda na maisha. Ikifika wakati mtu anakufa kivyake, hataenda na wewe. Wakati wamekuchimbia kaburi anakufukia pale, atasema mke wangu, akimaliza anaangalia ni nani tena wa kwenda naye. Habari imeisha. Mkataba umeisha. Na kule mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Pole kama ninakuumiza. Kwa hiyo kama unasema kisingizio chako ni mume, unajidanganya. Asante, ulesema amina. Kama ninakuumiza pole. Lakini huo ndio ukweli. Mkataba wa ndoa unaishia hapa mpendwa. I love you inaishiaga hapa. Tukienda kule unaondoka wewe peke yako. Na ukisimama mbele za Mungu ni peke yako. Peke yako. Utasema kwa habari ya mambo yako. Hata ukimwambia Mungu eti ameninyima, atakwambia wewe ulipewa nafasi ya kuchagua. Hii ni nafasi ya kuchagua. Na kila mtu anapaswa kuchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna mfano Biblia inatoa kwamba wawili watakuwa wanasaga. Mmoja atachukuliwa, mwingine ataachwa. Inafika pale anasema wawili watakuwa wakilima, mmoja atanyakuliwa, mwingine ataachwa. Kwa hiyo ni swala la mtu binafsi. Mjokee jirani yako mwambie wokovu ni swala la mtu binafsi. Mshike mkono mwambie wokovu ni swala la mtu binafsi. Kabiliana na uongo wao kupitia maandiko. Unataka kuwaleta, unataka kuambia njoni, mambo yote yako tayari. Kabiliana nao katika uongo wao, katika kila wanachosema, katika sababu zao. Waambie iliyo kweli ya Mungu ili wapate kuongoka, wapate kutoka huko na kumfuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wananielewa watu wa Mungu? Amina, asante sana. Lakini pia bado nikwambie kitu fulani. Haya matatu ambao hawa watu walikuwa wanazungumzia kwamba mimi nimenunua shamba naenda kulitazama, mimi nimeoa mke, mimi ninaenda leo kujaribu ng'ombe wangu. Haya matatu ambao walikuwa wanazungumza ni mambo ambayo mara nyingi yanawashika watu ili wasiokoke. Mfano, unajua ukiangalia yanaleta picha fulani. Unaweza ukaona. Cha kwanza unaweza kuona kwa umbali, huyu aliyokuwa anasema naenda kuangalia shamba ni kupenda mali. Na wengi wamependa mali hata kulikoni Mungu. Wamependa vitu kulikoni Mungu. Hicho kimewashika watu wengi. Lakini unaweza kuona mtu wa pili alikuwa anazungumzia kwamba ninaenda kujaribu ng'ombe wangu. Kuna wengine wanapenda ajira zao, kazi zao hata kulikoni Mungu. Ukienda kumwambia leo ni siku ya kwenda kanisani, atakwambia hapana, mimi leo nimefungua duka langu na ngojea wateja, sitaweza kwenda. Mimi leo ninaenda shambani, sitaweza kwenda. Nimeajiriwa, sitaweza kwenda. Vitu hivi vimekuwa vikiwashika watu kwa sehemu kubwa. Lakini jambo la tatu, familia. Familia imewashika wengi, kiasi kwamba wengine hawataki wokovu kwa sababu ya familia. Nikienda, watu watanionaje? Ndugu zangu watanikataa? Hapana, watanitenga? Hapana, watanifanyia hivi, watanifanyia hivi. Lakini bado uelewe, swala liko pale pale. Bado unapaswa kukabili hizo changamoto zao kwa kupitia neno la Mungu. Tumia neno la Mungu katika kuambia ile kweli, ili kuwasaidia watu watoke huko walipo, waje katika nyumba ya Mungu. Kama vile ambavyo wito wetu unatuambia, twende tuambie sasa kila kitu tayari na twende kwenye nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vizuri ujifunze kukabiliana nayo
Kabiliana nao kadiri unavyoweza. Waambie ukweli. Mali si kitu kitakachomuingiza mtu mbinguni. Hata kama nitajikusanyia kila kitu, nitaviacha hapa hapa na nitakwenda mwenyewe kama nilivyo. Wangapi wananunua magari, wananunua mashamba makubwa, wananunua mavitu ya maana. Akienda ndugu yangu, ana hatua kadhaa tu ambazo ndio atazitumia, atawekwa ndani, na haendi na gari yake, wala haendi na nyumba yake, wala haendi na chochote. Vyote tunaviacha hapa. Biblia inafika pale inasema, utapata nini kama utapata ulimwengu wote alafu ukapoteza nafsi yako? Inakusaidia nini? Kwa hiyo vitu kama hivyo lazima uambie, ili waweze kujua kwamba wanapaswa kuja kwa Mungu kabla hata ya hivyo vitu vyao viwe cha thamani kwao, kiwe ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Lakini pia bado unaweza kuambia ukweli. Kwenye Biblia kuna mfano wa mtu mmoja ambaye alilima shamba lake, akafanya vitu vingi, akavuna, katengeneza na gala nyingi. Lakini usiku ule Mungu akamfuata akamwambia, mpumbavu wewe, siku ya leo nataka nafsi yako. Na hivyo vyote ulivyojiwekea vitakuwa mali ya nani? Mpe mfano, waeleze ukweli, ili wajue kwamba vile vitu si vya muhimu sana. Ni ndugu. Biblia inasema mtu anayependa baba, anayependa mama, anayependa wakwao kulikoni mimi, anifai. Kabiliana nao kupitia neno la Mungu, ili uweze kuwasaidia na kuwafanya wapate kumgeukia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini niseme hivi, lazima ufahamu kabisa wakeli wanakuaga na uzito fulani. Ila ukiweza kumsaidia akaja mara moja tu, ataendelea wala hata kusumbua tena. Kwa sababu kuna kama roho fulani inawakamata kwa namna fulani, lakini wanahitaji kusaidiwa. Wakija mara moja tu wanaweza kusaidika na wakaendelea vizuri. Kwa hiyo kabiliana nao pia bado kwa kupitia neno la Mungu, katika hiyo za uzuri wao wanaotoa kwa habari ya kuja katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hebu nizungumze kipengele cha 3 kinachozungumzia kuhusu neema. Katika mstari ule wa 21 mpaka 23, Biblia ilikuwa inazungumza, inasema kwamba jinsi ambavyo yule mtumwa alienda kumpa bwana wake taarifa kwamba wale watu ulioniambia nikawafate, tuwaalike. Wote wamesema wana uzuru, wote wameshindwa kuja. Biblia inasema bwana wake aliposikia alikasirika sana. Yaani Mungu alikasirika sana kwamba nimeandaa karamu alafu nawaita wanaacha kuja. Alikasirika sana. Akamwambia mtumwa wake, toka nje upesi, nenda barabarani, nenda kando kando ya barabara na vichochoro na kila pali, kawalete vilema, kawalete vipofu, kawalete viwete, walete wote, waambie waje katika nyumba ya Mungu, waje katika karamu. Ninakiita kipengele hiki neema. Maana yake nini? Kwamba wale walioitwa halisi hawakutaka kwenda, lakini Mungu akafungua mlango wa yule ambaye hata hakuitwa, ambaye alionekana kama si wa samani, ili aingie katika karamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ngoja nikwambie mtu wa Mungu, Biblia inasema nenda kawaite vilema, kawaite vipofu, kawaite viwete. Ni wale watu ambao kwa namna moja ama nyingine hakuna mtu anawathamini. Hakuna mtu anaweza kuwaita, hakuna mtu anaweza kualika. Sasa Mungu anatuma, nendeni mkaniletee hao. Na tunao huko mitaani wengi ambao kweli watu hawawathamini, watu hawaangalii, hakuna mtu mwenye muda nao, lakini Mungu anawataka hao ili waje katika nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza nini katika eneo hili? Kwamba tunapaswa kwenda hata kwa wale ambao watu wengine wanaweza kusiwathamini na kuwaona ni wa maana. Tunapaswa kuwapelekea Injili. Tunapaswa kualika katika nyumba ya Mungu. Tunapaswa kuwaleta. Hata kama wengine wanakataa, sisi tunapaswa kuwaleta katika nyumba ya Mungu. Maana Mungu yeye anawakubali. Ngoja nikwambie kitu mtu wa Mungu. Unajua wapo watu wengi ambao hawaendagi makanisani leo. Wapo wengi sana hawaendagi makanisani. Wapo watu wengi leo ambao hakuna mtu hata anawasalimia, hata anaenda kwao. Hakuna. Hata mtu anaenda kwao, hakuna. Anaweza kujikalia hata mwezi mzima hajawahi kuona mtu. Hata akitaka kwenda kwa mtu, hakuna mtu anawakubali. Wapo. Sasa wale ambao hawajui kupendwa, hawana watu wanawakubali, wafate hao walete kwenye nyumba ya Mungu. Sijui kama unanielewa mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko kwenye nyumba ya Mungu kwa sababu hilo ndio kusudi.
kuambia wengine njooni, kwamba kila kitu kiko tayari, na ndivyo neno la Mungu linasema. Kwa hiyo mtu yeyote usimdharau. Au ukikutana na yoyote, wewe unatakiwa kumwambia twende kwenye nyumba ya Mungu. Twende kwenye nyumba ya Mungu. Twende kwenye nyumba ya Mungu. Kuna amani, kuna baraka, kuna vitu vingi kwenye nyumba ya Mungu utapata, kwa sababu Mungu moyo wake ni watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hapo mbele katika mstari huo anaongea kitu fulani ambacho ni cha kipekee sana. Anakizungumzia hapa. Wakati anapomwambia aende akawaalike watu, akafika pale akawaambia ukifika washurutishe kuingia kwenye nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawaambia washurutishe. Alisoma ile andiko. Anasema hivi mstari wa 23. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Asante sana. Mungu anachotaka ni nyumba yake ipate kujaa. Kwa hiyo anaambia nenda ukawashurutishe kuingia ndani. Nani anaelewa maana ya kushurutisha? Biblia inavyosema kushurutisha inamaanisha nini? Jamani, mnanielewa? Biblia inavyosema kushurutisha inamaanisha nini? Sasa Mungu anatutuma kuwalazimisha watu kuingia. Sio kuwabembeleza, sio kuwaomba, kuwashurutisha. Inawezekana hujawahi kukutana na ile andiko, lakini hivyo ndivyo linavyosema. Nenda, toka nje, washurutishe watu kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Yaani moyo wa Mungu anachotaka ni nyumba yake ijae. Anataka watu. Kama unataka kuugusa moyo wa Mungu, kama unataka kuufurahisha moyo wa Mungu, wewe shughulika na watu. Leta watu kwake. Hapo ndio umeugusa moyo wa Mungu. Hapo ndio umefanya kitu ambacho kinampendeza. Hapo ndipo umembariki kupita kawaida. Anaambia nenda washawishi, yani hakikisha kwamba unawashurutisha waingie ndani. Anaposema kuwashawishi inamaanisha nini? Kama watu wametoa majibu mbalimbali, lakini uhalisia anataka utumie ushawishi wa hali ya juu kuwaleta. Na si tu washawishi, wasihi ili waweze kuingia. Na si tu kuwasihi, wasisitize ili waweze kuingia. Kuna wakati fulani nilikutana na watu fulani walikuwa wanafanya njia hii kwa namna ya kipekee sana. Anamfuatilia mtu, anamshuhudia. Kama kawaida ataitikia ndio, basi nitakuja kanisani. Lini? Jumapili nitakuja, hamna shida. Anaambia sawa. Jumapili ukikucha anawahi pale kwa haraka. Anaambia ndugu, twende kanisani. Anaambia sijajiandaa bana, nitakuchelewesha. Wewe nenda tu, alafu tutaenda wote Jumapili ijayo. Anaambia wala hata utanichelewesha. Wewe leta nguo mimi nikupasie, wewe jiandae, alafu mimi tutaondoka wote. Anakaa nafikiria, huyu nitamtokaje? Ambia lakini hata chai bwana sijanywa. Sasa wewe ungeenda tu Jumapili ijayo. Unajua hujanishtua, nilisahau ndugu yangu. Yaani ungenishtua. Sasa mimi hata chai sijanywa. Hebu wewe nenda tu, alafu Jumapili tutaenda wote. Anaambia usijali. Swala la chai, mimi nitawasha jiko hapa, alafu tutapika chai na nitakupasia hapa. Wewe nenda kaoge chapo, alafu unakuja unavaa, tunakunywa chai, tunaondoka. Anafika pale anakosa jibu. Kwa hiyo inabidi afanye nini? Aje. Kwa sababu kuna namna anamshurutisha. Kuna namna anamshawishi. Kuna namna anamkamata kwa kumlazimisha kwamba tutakwenda. Na ngoja nikwambie nini kinachotokea. Atakapokuja siku ya kwanza, akafika, akaingia, akakaa, kamaliza, tamuombea, atakaa vizuri, ataenda nyumbani. Kuna kitu huwa kinaumbika ndani ya moyo wake. Kinaumbika vizuri sana. Atakwenda nyumbani, atatulia. Ikifika wiki inayokuja, ukamfuata tena kwa mara ya pili na kwa mara ya tatu, mara ya 4 utakuta ameshajiandaa. Atakwambia nakuwa nakusubiri bwana, twende kanisani. Mara ya 5 atakuja peke yake. Kwa nini? Kwa sababu pale mwanzo kuna namna ambavyo anashikwa. Lazima ufahamu kwamba kuna ufalme wa giza. Ni kama tunanyang'anyana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Mungu anatumia neno washurutishe. Katika kipindi cha kwanza, ili mtu aweze kwenda vizuri, ni pale atakaposhurutishwa na kusaidiwa. Hapo ndipo atakapokuja na atakavyoendelea. Lakini ukimfanya kubembeleza, hata kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu.
Unakwenda kwa mtu anakuambia ati nguo zangu chafu zote. Siwezi kumwambia ndio nakupa suruali hii, nakupa na shati. Na hutapungukiwa kwa kumpa hivyo vitu. Utamleta. Maana yake atajitetea na nini? Kwa sababu hivyo anavyovileta ni visababu ili asije. Wewe unashughulikia ile sababu, unashughulikia ule uongo, unashughulikia ule uzuri wake ili kumsaidia mtu aweze kuja. Na unajua unapozaa huyo mtoto katika ulimwengu wa roho umefanya kazi kubwa, na ninaenda haraka ili nikwambie faida nini kitatokea utakapokwisha kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Anasema washurutishe. Hebu zungumza, sema washurutishe. Sema kwa nguvu zaidi. Sema kwa nguvu zaidi. Sio kwa bembeleza, washurutishe. Tumia kila akili kushughulikia uongo. Asikwambie sina nguo na ukanyamaza akasema yeye kweli nguo zake chafu, alafu unamwacha. Asikwambie sijui mume wangu sijui nini, shughulika na hicho kitu. Akikwambia ninakuja, mfate, usimwache aje mwenyewe. Ukiona mtu amekuja mwenyewe ni neema kubwa sana, lakini walio wengi hawawezi kuingia. Hawawezi. Nakumbuka wakati nimemshuhudia mama yangu, sasa siku ya kwanza anakuja kanisani. Alipata shida sana. Baada ya kumfuatilia anamwambia wewe nenda tembea, ingia kanisani. Akasimama njiani. Alafu amesimama njiani, unajua anafanya nini? Anaangalia chini, anaangalia juu, nani anakuja? Nani ataniona wakati naingia? Isikute kuna watu ataniona alafu wataanza kunisema. Akaangalia, alafu akaingia kama mwizi, akakaa pale nyuma. Alafu anaangalia wanani wako huko wanaonijua, watakosema habari yangu. Si unaona? Usipomsaidia ni ngumu kuingia. Ni ngumu. Lakini unapomsaidia kwa kumshurutisha, kwa kumshawishi, kwa kumwambia kweli, kwa kushughulikia ile hali yake, utamwona ataingia na ataendelea. Na utakuwa umeifanya kazi njema ya mtumishi wa Mungu. Maana tuko katika nyumba ya Mungu kwa kusudi la kuwaita wengine. Angalia huyu mtumishi alikwenda na akafanya hivyo. Na alikuwa analenga nini? Nyumba ya Mungu ipate kujaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Shurutisha. Usimwambie tu ukamwacha. Mfate. Na sikiliza nikwambie, unapofanya hiyo ni kazi ya Mungu kubwa. Yaani hata Mungu atakubariki kupita kawaida. Usijali kwamba atanichelewesha kwa namna fulani. Lakini kama utaleta mtu, hata kama umechelewa, bado umefanya jambo kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Tuko katika nyumba ya Mungu, lakini kwa lengo la kuwaleta wengi kwa Kristo. Mungu afurahi kwamba hivi mmekuja, sawa tumekuja, tunabarikiana, tuna nini, alafu akiangalia nyumba iko tupu. Sio kwamba linambariki Mungu. Hapa amesema nyumba yangu ipate kujaa. Nyumba yangu ipate kujaa. Na Biblia inasema hivi, utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Na hao watu wanatoka hapa, ni sisi tunatakiwa tukawalete. Kwa hiyo haitoshi kuja tukabarikiana hapa. Haitoshi. Unaweza kusema mama mchungaji ndio alikotakiwa leo atutie moyo. Hili ndio litakalo kutia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ndio la muhimu sana, na hichi ndicho Mungu anachokitaka kwako, kwamba ukawalete watu na kuwaleta katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumia njia yote, kabiliana na vitu mbalimbali ambavyo kwa namna moja ama nyingine vimekuwa vikiwafanya watu wasiweze kufika katika nyumba ya Mungu. Na ni kwa nini tunasisitiza hivi vitu wakati huo? Hebu ngoja nikwambie kitu, mtu wa Mungu. Katika miaka ya leo kumekuwa na uchafu mwingi kupita kawaida. Kumekuwa na mambo mengi mabaya kupita kawaida. Sasa hivi ni kitu cha kawaida, unakuta vijana wamechanganyikiwa. Lakini ukiuliza unaambiwa alikuwa anavuta bangi. Na hizo zinavutwa kila pale. Watu wanafanya hivyo na sisi tunaona. Inawezekana hajawa mtoto wako, ni mtoto wa jirani. Lakini huyo mtoto wa jirani atakuja kukutesa baadaye wakati unaponyamaza kimya bila kumsaidia. Lakini sio hivyo tu. Kuna madawa kulevya, wameletewa, adui kaleta madawa kulevya akawapa, na wanakula vijana, wanakula mabinti. Na usiombe ukutane na kijana ambaye ameathirika na haya madawa, utamhurumia sana. Mimi mwanzo nilikuwa nasikia tu watu walioathirika kwa madawa kulevya, lakini siku nilipoona niliumia. Nikasema hivi, huyu ni mtoto wa mwanamke fulani aliyezaa, anapomwona anamuonaje? Anaumiza moyoni kupita kawaida. Yaani wanakuwa kama wamevurugikiwa.
wanakuwa watu wa ovyo, wanakuwa ni watu naongea tu, kuna namna fulani wanaongea ya ajabu, hawana akili sawa sawa. Alafu unajiuliza sasa, wewe utampeleka wapi? Huyu utampeleka wapi? Wewe mama unapomwangalia mtoto unafikiri unampeleka wapi? Lakini sisi tupo na tumefunga midomo yetu, wala hatuwezi kuambia, wala hatuwezi kuwasaidia. Lakini acha hiyo. Sasa hivi ushoga ndio umeshamiri. Bwana asifiwe sana. Vijana wanavalishwa magauni, wanatoka wamekuwa wadada. Na usisahau wewe anakuja kuwa mume wa mtu baadaye, lakini sasa amevalishwa gauni. Juzi nikawa naangalia kwenye mtandao, wamevaa, wanasema jamani, mnapowaona hawa ni wanaume wamejiremba. Wewe hujaikuwa na kujiremba huko? Sijaona. Wewe hujawahi kutokea hivyo. Vile nilivyoona wale vijana walivyotokea, wamejichubua, wamependeza, wanagombea umisi wao. Ah my God, nikaumia kupita kawaida. Kama umezaa utaumia, hautatulia. Si hali ya kawaida sana. Na unaviangalia yani wako kawaida. Na ndio dunia ilivyo sasa hivi. Sikiliza nikwambie, usingoje mpaka mtoto wako akavalishwa gauni. Ni vizuri useme, ni vizuri wasaidie yule mtu mwingine, na Mungu atainua mtu atakayemsaidia yule wako pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, ni wangapi wananielewa? Ukiangalia katika pombe sasa hivi, wameleta pombe mpaka ya 500. Yaani hiyo 500 ukiwa nayo ukienda kununua hiyo pombe, yani wewe ni flat mpaka jioni. Yaani mambo wameviweka kwenye vinini, vipakti fulani. Wanaviita majina fulani. Na vijana wetu wanakunywa, wamama wanakunywa, wanasahau mpaka watoto. Ndoa zinavunjika kwa sababu ya ulevi leo. Watoto wanaachwa huko, na mtoto naye akilia naye anapewa ya kwake. Hayo ndio maisha yaliyopo. Na kanisa kama kanisa tumekaa tunajibariki, halafu tunanyamaza kimya. Tunanyamaza kimya. Unaona, unacheka, unasema yaani yule mtoto amevalishwa gauni jamani, hadi unacheka. Sio kitu cha kucheka. Unapoona hiyo unatakiwa ulie, unatakiwa uomboleze, unatakiwa umuombe Mungu, kwa sababu leo ni wajirani, lakini kesho anaweza kaja akawa kwako. Kwa nini tusiseme? Kwa nini tusiwasaidie? Kwa nini tusiwalete wakaja wakafunzwa neno la Mungu, wakaachana na hivyo vitu? Sijui kama mnanielewa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Au unataka mpaka uje hapo unalia jamani, mama mchungaji yule kwangu ndio kavaa gauni leo? Hapana. Tunapaswa kufungua vinywa vyetu na kuwasaidia. Tuwasaidie vijana, tuwasaidie wamama. Juzi nikawa nasikia watu wanazungumza kwenye vyombo vya habari. Talaka zimeongezeka kuliko ni miaka ya nyuma. Talaka, nazungumzia talaka. Zimeongezeka sana kuliko ni miaka ya nyuma. Yaani watu wanaoana leo, kesho wanapeana talaka. Zimeongezeka sana. Na tunanyamaza. Hatupaswi kunyamaza. Bado tunapaswa kulizungumza neno la Mungu kwa ujasiri wote. Kuwasaidia vijana wetu, kuwasaidia watoto wetu, kuwasaidia majirani zetu, kuwasaidia watu mbalimbali ili waje katika nyumba ya Mungu. Huku ndiko kuliko na wokovu, huku ndiko kuliko na uponyaji, huku ndiko atakaposaidiwa, huku ndipo atakapoelezwa kweli. Ni huku kwenye nyumba ya Mungu. Usinyamaze, usinyamaze. Usinyamaze kabisa. Usinyamaze. Alafu mwingine unakuta hii ya ushoga. Mwingine eti ameenda naolewa, alafu anatakiwa kwenda kanisani. Amevaa na gauni lake vizuri. Ni mkaka. Kaweka na hereni zake. Anaenda kanisani akafunge ndoa. Na anangoja mchungaji aje ambariki, ampe na cheti cha ndoa. Ampe na cheti cha ndoa. Na unajua hivi ndivyo vilivyofanya wakati fulani Mungu akapiga Sodoma na Gomora. Kwa sababu ya jambo kama hilo, ambalo sasa hivi limeshika kasi. Si tunakaa nao kule mitani tunawaona. Si tunawafahamu jamani hao watoto. Si tunawafahamu. Mbona mmenyamaza? Au ni mimi tunaelewa hiyo kitu? Jamani, si tunafahamu. Si tunawaona hao watoto. Ni kwa nini tunafunga basi midomo yetu? Kwa nini usiwasaidie ukawaleta kwenye nyumba ya Mungu? Kwa nini usiwasaidie kuambia kweli? Na Mungu atakubariki kwa kufanya hivyo. Kwa kumsaidia yule mtoto wa jirani yako, kwa kumsaidia. Wakati tunazungumzia haya, wala wachawi hapo hatujawazungumzia, ambao anamuinda huyo kijana, anamuinda huyo binti, anamuinda huyo.
Huku anangojea na ndoa za jinsia moja, huku mapepo, huku pombe, huku nini. Adui ametengeneza mfumo wa kuharibu. Alafu angalia ujue dunia ilivyo ajabu. Wale wanaobaki huko afadhali wanatengenezewa maroboti. Unaambiwa nenda kaoe hili. Unaambiwa kaoe hili. Amuonaje jamani huko kwenye mitandao? Wanatengenezea mabinti wazuri. Wanatumia umeme, sijui wanatumia nini, sijui betri, sijui na nini. Na ni wazuri kweli. Yaani ukiwa nalo unasema kwa kweli huyu ni mdada mzuri. Unaambia sasa oa huyu. Yaani yule aliyebaki ana afadhali anapewa hilo. Ndipo dunia ilipofikia. Ndipo dunia ilipofikia. Hebu watu wa Mungu tuwasaidie watu. Usinyamaze. Siku moja nikanasikia habari, nizungumza hiyo taratibu. Hapa mkoani kwetu hapa Rombo. Wababa wote ni walevi, wanatetemeka hivi. Wababa wote ni walevi, wanatetemeka hivi. Kiasi kwamba shule hazina hata watoto, maana hata hawezi kuzaa. Hamna watoto. Shule inatakiwa kufungwa maana hamna watoto. Hakuna anayezalisha mtoto. Maana yake baba mwenyewe yuko hivi. Kwa hiyo mama, shughulika na nyumba yako na watoto wako, kama ni wachache ule nao utajua mwenyewe. Hapa jirani ninazungumzia, na ni pombe tu. Baba akiamka asubuhi ni kwenye pombe mpaka jioni, na tunaangalia. Unanyamaza, unacheka. Si kitu cha kucheka. Mwenye Mungu ndani, mwenye kujua wajibu, atashughulika na hao watu. Wanahitaji huruma yako, wanahitaji msaada wako, wanahitaji kuelekezwa, wanahitaji kusaidiwa. Wanahitaji kusaidiwa. Tusiache shetani akatawala kiasi hiki katika nyumba za watu, katika boma za watu, katika maisha yetu. Tusiache kiasi hicho. Kuna umuhimu sana kuliko ni vile unavyofikiri. Siku moja nikiwa papa, nafikiri kama ni mwaka jana au si mwaka juzi, nafikiri hivyo. Waliita viongozi wote wa dini. Mapadri tukawekwa pamoja, mashehe, manini, wakafanya kikao. Niliitwa kwenye kile kikao, nilienda. Tulikuwa mpaka na mapadri na nani na viongozi. Walichokuwa nazungumzia ni nini? Walizungumza hiki, jamani, ni kweli tumepata shule. Tuna Mwenge hapo university, ni nzuri sana. Lakini kuna shida. Kwa kuja ile Mwenge imesaidia watu, ni kweli wanapata pesa, wanafanya biashara. Ila tuna watoto wengi wasio na baba mitaani. Hilo lilikuwa jambo la kwanza. Lakini jambo la pili wakasema ukimwi umeongezeka kupita kawaida kwenye eneo letu. Eneo hili nazungumzia hapa. Sizungumzii sehemu nyingine. Nazungumzia hili eneo letu. Ni kikao hiki tumekaa na ni viongozi wa dini. Dini zote tuko mahali pamoja. Tunazungumzia hili tatizo linatatuliwaje? Kiwango cha maambukizi kimepanda. Watoto wasio na baba wameongezeka. Japokuwa kwamba kuna baraka kwa kuja hiyo shule, lakini changamoto imekuwa kubwa. Tunafanya nini? Zungumzieni makanisani haya mambo. Zungumzieni huko kwenye makanisa, viongozi wa dini, zungumzieni. Hebu niwaambieni watu wa Mungu, bado tunahitajika sana kuifanya kazi ya Mungu. Ni kweli leo tuna mabinti zetu wana watoto ambao hawajulikani baba zao. Wapo. Na akishamzalisha akiondoka, ameondoka. Wote baki alikuja kijana mmoja wa Kitabora ndio alizaa na huyu binti. Hapo sasa ameachiwa. Alikuja huyu alitoka wapi? Alitoka kule Kagera. Ndio amezaa na huyu binti yetu. Yeye akimaliza shule amemaliza, ameondoka. Hayo matokeo mtajua nyewe wenyewe. Mtakuja kuwa na wajukuu na watu kwenye boma ambao hata hamjui wametoka wapi. Hamjui hata wametoka wapi. Sikilizeni waambieni watu wa Mungu. Tunapaswa kuifanya kazi ya Mungu kwa kasi kuliko ni vile unavyofikiri. Tunapaswa kueleza watu kweli na kuwaleta katika nyumba ya Mungu. Kuwasaidia waje kwenye nyumba ya Mungu. Huku ndio atafundishwa zile kweli. Huku ndio atakapoambiwa na wakasaidika, wakakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wananielewa watu wa Mungu? Kama unanielewa mpigie Bwana Yesu makofi. Hatupaswi kunyamaza katika hali kama hiyo. Hatupaswi. Nafahamu kuna mshirika wetu tulikuwa naye zamani kipindi fulani. Alikutwa na iko kimbunga. Mtoto wa darasa la 6 akabeba mimba. Yule mama aliomboleza kama aliyefiwa. Na kijana
hata kurudigi tena. Hakurudigi tena. Wamebaki na mtoto. Tunaenda tunateka mtoto, ujambo, lakini unajua tujui baba yake. Wala hatuwezi kumpata. Lakini kuna mtoto. Nini tunafanya? Akafanya mtoto akwenda shule. Shule ikaishia hapo, darasa la 6. Jaribu kufikiri, nazungumzia mtoto wa darasa la 6. Nazungumzia mtoto wa darasa la 6. Hakumaliza la standard 7 yule mtoto. Ikawa hivyo. Ikaleta kuvurugikiwa kwa wazazi. Hebu nikwambie ndugu yangu, kuna kila sababu. Tunayo kila sababu ya kuifanya kazi ya Mungu katika wakati huu. Tunayo kila sababu. Fanya ufanyavyo, lakini waambie watu kweli. Mlete yule mama, jirani yako, mlete yule baba, mlete yule kijana, mlete yule binti, mlete katika nyumba ya Mungu na atasaidiwa. Watu wanakula mirungi kama chakula. Yaani imekuwa kama sehemu ya menyu. Wanatafuna kweli kweli. Na ukiangalia wengine wamechizika, mpaka wamama watu wazima. Unakuta kashika majani yake anatembea. Anakula. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hebu kwa dakika chache nizungumzie faida ya kuifanya kazi ya Mungu. Faida ya kutii jambo hili. Kuna faida kubwa ya kutii jambo hili. Kuna faida kubwa ya kutii jambo hili. Nataka nizungumzie faida ambayo mtu anapata kwa kutii sauti hii. Faida ya kwanza ambayo Mungu anaachilia kwa mtu anapotii, kupitia utii wako unabarikiwa katika kazi zote uzifanyazo. Kupitia utii wako unabarikiwa katika kazi zote uzifanyazo. Neno la Mungu linasema katika Yakobo 1:25, tafadhali naomba unisomee. Nasema atakuwa heri katika kutenda kwake. Hebu somee hapo. Kwa hiyo baraka hazijagi tu, kuna vitu unafanya na vinaachilia baraka kwako. Hebu tusome Yakobo 1:25. 1:25 nasema, lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Kuna baraka kubwa ambayo mtu anapata anapotii vile neno la Mungu linavyosema, na kuwafanya wengi kwa kumjia yeye. Hebu ngoja nikwambie mtu wa Mungu, uhalisi na ukweli kabisa. Wakati umefanya kazi ya Mungu, una uwezo, una sababu, una ujasiri wa kudai baraka za Mungu kwa sababu ya kile ulichokifanya. Una ujasiri kabisa wa kumwambia Mungu, tazama, nimefanya hivi, ninahitaji baraka yako, na Mungu atakubariki. Tunadai baraka bila kufanya chochote. Huna kitu chochote umefanya, lakini unamwambia Bwana nibariki, Bwana nibariki. Lakini ikiwa unatii sauti ya Mungu, kama vile yule mtumwa alivyotii, nenda akaenda, Biblia inasema atakuwa heri katika kutenda kwake. Atakuwa heri. Anaposema atakuwa heri, atakuwa baraka, atabarikiwa katika kutenda kwake. Hebu tuangalie jambo la pili, faida ya pili, siku zake zitaongezwa. Hapo tunarudi kwenye ule mfano na ushuhuda niliotoa. Siku zake zitaongezwa. Hebu angalia Wafalme wa kwanza 3:14. Tusome Wafalme wa kwanza 3:14 tafadhali. Tutakuwa na maandiko mengi kidogo. Atafanya siku zako kuwa nyingi. Wafalme 3:14, Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza 3:14. Anasema, nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu, kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Amina. Ukishika sheria. Sheria ni nini? Ni neno. Ukishika hili, anasema nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Na ndio yule mama niliyotoa ushuhuda wa kwanza alichofanya.
Alimwambia Mungu, niache lakini nifanye kazi yako. Na Mungu akampa siku za kuishi, lakini kwa sababu ya hii kazi. Alimpa siku za kuishi kwa sababu ya huu wajibu aliofanya. Hebu ngoja nikwambie mtu wa Mungu, kama unataka siku zako ziwe nyingi, zifupishwe katika ulimwengu, fanya kazi ya Mungu. Waambie watu njoni katika nyumba ya Bwana. Kila kitu kiko tayari na utashangaa Mungu atabariki na kuzifanya siku zako kuwa nyingi. Lakini kama hutafanya, utazifupisha siku zako katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua kwa nini Mungu anakuacha? Kwa sababu anajua una kazi unafanya. Una kitu unafanya. Lakini Mungu hawezi kukuacha kama huna chochote unachofanya. Ndio ile ukimwambia, nina watoto, anakuambia waache. Hawana shida, mimi nitawaangalia. Nina mume, anakuambia usijali, wapo wengi tu na wako vizuri, ninawaangalia. Ila ukirudi ukagusa tu kazi yake, ukamwambia Bwana tazama, kuna hii kazi nataka kufanya, atakupa muda wa kukaa. Atazirefusha siku zako, zitakuwa nyingi na utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nikupe faida ya 3. Utakuwa na afya njema. Utanisomea Kutoka 15 mstari wa 26. Utakuwa na afya njema. Mungu ataachilia uwe na afya njema. Ataondoa magonjwa kabisa kwako kwa sababu ya wajibu huo. Hebu tuangalie Kutoka 15 mstari wa 26. Na 5:26 anasema, akawaambia kwamba mtaisikiza, nitarudia. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Asante. Anasema sitatia juu yako maradhi yoyote niliyoweka kwa Misri. Sitatia juu yako. Lakini ukiwa tu mtendaji, ukafanya kama neno lilosema. Anasema sitatia maradhi yoyote. Sitatia, anaposema maradhi yote ni yoyote. Sitatia maradhi yote juu yako. Unataka kuwa na afya njema, ifanye kazi ya Mungu. Ni kweli una kazi nyingi za kwako, lakini tenga muda kidogo kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Biblia inasema sitatia maradhi yote juu yako. Atakupa afya njema kwa sababu ya kazi ya Mungu unafanya. Hebu niizungumzie faida ya 4 kwa haraka. Anasema utabarikiwa na kuongezeka idadi yako. Uangalie andiko hili katika Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 16. Utabarikiwa na kuongezeka idadi yako. Tafadhali andika chapo alafu unatunani. Kumbukumbu la Torati 30:14. 14 anasema Bwana akamwambia 16. 30:16. Sawa. 30:16 anasema, kwa hivi ni kuagizavyo leo kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka. Amina. Upate kuwa hai na kuongezeka. Unapofanya kazi ya Mungu, anasema utakuwa hai na kuongezeka. Na hapo ndipo utakapojua maongezeko ni baraka ya Mungu. Maongezeko ni baraka ya Mungu. Ukiona watu wanaongezeka, hiyo ni sehemu ya baraka ya Mungu. Kwa hiyo anasema utakapotii neno lake, ukafuata kama vile anavyoelekeza, basi utaongezeka, utakuwa hai na kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nizungumze nini zaidi? Ni kweli kama mwanzo nilivyosema, tuna mifumo fulani ya maisha tuliozoea, na wakati mwingine tunataka kuishi kwa mazoea zaidi. Lakini tunapotaka kubarikiwa na Mungu, ni lazima tuache kile tulichozoea na kufanya kile tulipoagizwa. Tuwe watendaji wa kile tulichoagizwa. Mungu ametuagiza twende na tufanye kazi ya Mungu. Waite watu, walete katika nyumba yake, walete.
Hata usiogope kwamba nitawaambia nini na nini. Tutaenda kuomba kwa habari ya ujasiri. Mungu atupe ujasiri ili tuweze kufanya hiyo kazi kwa ujasiri mkubwa utokao kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna baraka kubwa ambayo unaitaka kwa Mungu utaipata, lakini kwa kazi hiyo utakayofanya. Kama unataka Mungu akufanyie vitu vikubwa, unataka akupe afya, akupe siku za kuishi, ni lazima ufanye kile anachotaka ufanye ili uweze kupokea maradufu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninataka tukuagiza kupitia neno la Mungu, kukufundisha kupitia neno la Mungu, baraka za kweli huko ndio zinapotoka. Ninakumbuka nitoa ushuhuda huu wa mwisho alafu twende tukaombe. Wakati kipindi cha nyuma kidogo tuliishi katika hali fulani ya ukame. Nilishangaa sana wakati huo, na ilikuwa ni shida sana, ambapo tulifika tukasema hatujui nini tufanye. Tukaamua kuomba. Tukaingia kwenye maombi na baba tukasema tutafunga, tutaomba, tumuulize Mungu kulikoni, kwa nini hiyo hali iwe hivi. Wakati huo alikuwa hajaanza hizo shughuli anazofanya. Hapana. Tukafunga na kuomba. Lakini nakumbuka wakati tulipofunga na kuomba, jibu tulilolipata, Mungu alitaka tuifanye kazi yake, tuhubiri Injili. Akasema nataka mhubiri Injili. Kama mnataka kutoka kwenye shida, hubirini Injili. Aliposema vile tukapata jawabu lile, tukakubaliana na mume wangu kwamba sasa tutatoka asubuhi na mapema. Tutakwenda kushuhudia kama watu wanaenda kazini. Alafu tutakurudi nyumbani tuone kile Mungu atakachofanya. Nataka kuambia tulianza na tulikuwa tutembei pamoja. Naambia wewe unaenda hivi, mimi leo naenda hivi. Leo naenda hivi, mimi leo naenda hivi. Unaenda hivi, mimi leo naenda. Tunatoka asubuhi, tumeshakunywa chai, kila mtu anaelekea nyumba yake, njia yake. Tunakwenda kushuhudia. Na tulifanya hivyo kwa kipindi. Lakini nikwambie ukweli mbele za Mungu, tuliona mabadiliko makubwa sana katika maisha yetu wakati tulipogusa katika hilo jambo. Mungu alitubarikia halisi. Mungu alitenda mambo makubwa sana katika maisha yetu wakati tulipohubiri Injili. Ngoja nikwambie kitu, mtu wa Mungu. Haya ambayo nimeyatamka hapa kwamba ni faida ambayo mtu inapatikana kwa kuitenda kazi ya Mungu, ni halisi kabisa. Utaiona katika maisha yako. Kama ulikuwa unalala njaa, uwe na uhakika hautalala njaa tena. Kama ulikuwa unasumbuliwa na magonjwa, uwe na uhakika hayatakuja tena kwako. Maana Mungu wetu si muongo. Katika kila analosema, anasema iliyo kweli halisi. Kile ndicho atakachofanya katika maisha yako. Hubiri Injili mwanamke. Usifunge mdomo wako, usinyamaze. Nakumbuka kipindi cha nyuma nilikuwa na mamangu mdogo. Alikuwa anafanya kazi wizarani. Anaenda kazini akiwa anajua hii. Alikuwa anaenda kazini asubuhi, anafanya kazi mpaka jioni. Anatoka saa 10, akirudi nyumbani pale Dar es Salaam na magari na fujo na nini, anakuta saa 12 anaingia ndani. Akishaingia ndani anamshukuru Mungu. Anasema Bwana nakushukuru kwa sababu nimeshafanya ya kwangu. Sasa iliyobaki ni kazi yako. Anawaambia watoto kuna cha kupika, pikani hivi na nini na nini. Atatoka, atakwenda kushuhudia. Atapita nyumba 2 hata 3 hata 4. Anamwambia Mungu nakushukuru kwamba umenipa nafasi ya kufanya ya kwangu, na sasa ninafanya upande wako. Na ninataka nikwambie, kwa vile alivyofanya, Mungu hakumwacha. Mungu hakunyamaza kwa habari ya maisha yake. Sikiliza mwanamke ulio kama mahali hapa. Unataka baraka, unataka kumwona Mungu, usinyamaze. Fanya kama neno la Mungu lilivyokuagiza. Fanya kama neno la Mungu lilivyokuagiza. Fanya kama neno la Mungu lilivyokuagiza. Sikiliza nikwambie, hivi tutakuwa tunadanganyana. Utabaki Bwana niombe nibarikiwe, niombe nibarikiwe. Mungu anashangaa, nimbariki kwa kipi alichofanya? Nimpe kwa nini alichofanya? Yeye huja na kukaa na kunyanyuka na kuondoka. Kuna nini cha zaidi? Kuna nini cha zaidi? Na kama iko baraka ni rehema tu za Mungu. Mpendwa, ni rehema za Mungu. Hata Mungu amekupatia hicho alichokupatia. Lakini kama unataka kweli baraka za Mungu halisi, fanya kazi ya Mungu. Umefanya kwako, fanya na kwa Mungu. Umefanya imefika saa, nenda na kwa Mungu. Nenda na kwa Mungu. Ninajua kuna mtu ambaye Mungu anamtafuta hapa katika jambo hili. Alijaja bure kwako. Sisemi na wewe bure. Inawezekana kuna mtu anataka kumponya, na usisahau kwamba ujumbe huu Baba ameutoa katika wiki tatu. Na unajua ni kweli neno la Mungu linasema hivi, Mungu useme mara moja, na hata mara 2 na mara 3 kama mtu hajaelewa. Mungu usema mara moja, mara 2 hata mara 3 kama mtu hajaelewa. Kuna mtu Mungu anamsemesha, sijui ni nani, lakini kuna mtu Mungu anamsemesha.
juu ya jambo hili kuna mtu Mungu anamsemesha. Na ninaamini kwamba utakapofanya hicho tu, kuna mahali unatoka. Mungu anatafuta sababu ya kukubariki. Mungu anatafuta sababu ya kukuponya. Mungu anatafuta sababu ya kukuongeza. Mungu anatafuta sababu. Mungu anatafuta sababu. Mungu anatafuta sababu ya kukuponya. Mungu anatafuta sababu ya kukupa mchumba. Fanya kazi ya Mungu. Na inawezekana umekaa hapa umeganda unaangalia mchumba anatoka wapi, kumbe yuko kule nje. Toka kashuhudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauna kuchumbua mtu wa Mungu, lakini ni halisi. Unataka baraka za Mungu, fanya kazi ya Mungu. Fanya kazi ya Mungu. Ufanye kwa mtu, unafanya ya Mungu. Na ndio maana inaitwa ya Mungu. Ndio maana inaitwa ya Mungu. Toka kaombe, kila kitu kiko tayari. Waje uingie nyumbani mwa Mungu. Mungu anafurahi kwamba tunakuja, hata kama tunasifu vizuri, tunafanya nini, tunafanya vizuri, lakini nyumba yake ikiwa tupu, wala hatujambariki. Hatujambariki. Tumesoma hapo, anasema toka nje. Tena ukilisoma ile andiko, utagundua lilizungumzia kwa ukali, toka nje. Ninachotaka kalete watu, nyumba yangu ipate kujaa. Moyo wa Mungu ni watu. Mungu anaangalia watu. Mungu anataka watu. Kama kuna kitu unataka umpendeze, wewe leta watu. Mletee na umwambie Bwana nimemleta. Kwamba atakaa au atakaa Bwana unajua, lakini mimi nimeleta. Hiyo inatosha. Itakusaidia kupita mahali fulani. Hata ukisimama mbele za Mungu mwambie Bwana nikumbuke, kwa sababu unaona nimefanya, nimeitii sauti yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Fanya kazi ya Mungu, mtumishi wa Mungu. Usiogope mtu. Biblia inasema wenye haki ni jasiri kama simba. Unapokwenda kwa mtu unakwenda na mamlaka ya kimbingu. Alafu uzuri huo unakuaga sio peke yako. Nimeshaona hiyo kitu. Nenda, utashangaa nguvu ya ajabu inayotokea kwako wakati hata unapoongea. Utashangaa nguvu ya ajabu inapotokea kwako hata kama hujawahi kumwombea mtu. Utashangaa utamwombea. Sio lazima mama mchungaji njoo tumwombee. Yaani unafunga macho unaombea Bwana Yesu. Wewe umesema niweke mikono. Kwamba anapona haponi, hiyo sio kazi yangu. Anafanya ni yeye. Kwani hata sisi tunafanyaje sisi? Ni Mungu anafanya. Weka mkono. Sema Baba katika jina la Yesu, namleta ubiti mikononi mwako. Anasema naomba tuko kwa jina la Yesu ninakemea magonjwa. Afa nakwambia nashangaa nimepona. Hivi kweli kama amepona? Na ndio hapo utakapojua karama na huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako. Vinginevyo utailalia. Inawezekana wewe ni mponyaji mkubwa. Mungu amekupa karama ya kuponya. Mungu amekupa karama za matendo ya kujuzi. Utajuaje kwa kukaa hivi? Hutajua. Lakini siku utanyanyuka ndio utajua kumbe naweza kumwombea kiwete na akasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio utajua kumbe ninaweza kumtia moyo mtu akanyanyuka. Kuna watu, hebu nikwambie mtu wa Mungu. Wakati mmoja nikaenda taifa fulani kwenye mazishi. Ilikuwa ni msiba. Kuna mtu Mungu amempa karama yake ajabu ya kutia moyo. Alipofika pale akaongea na wale watu. Aliongea maneno ya kawaida. Akawaambia jamani, Mungu ni mwaminifu. Unajua Mungu amempenda zaidi huyu mtu. Lakini nataka niambie mnatakiwa kufurahia kwa sababu ni Mungu amefanya. Aliposema vile, wale watu wote wakasahau hata kama walikuwa wamefiwa. Wakaanza kucheka, wakaanza kufurahi, wakachukua chakula na wakala. Yaani kukawa na shwari ya ajabu. Lakini kwa sababu kuna mtu mmoja mwenye karama, mwenye huduma ambaye Mungu amempa. Sasa wewe ukifunga mdomo wako, tutajua lini kila ambacho Mungu ameweka ndani yako? Tutakielewa lini? Kitaonekana lini? Usifukie talanta ambayo Mungu amekupa. Nenda na ufanye. Waite watu. Ukifika pale pa huduma, nenda fanya. Utaona vile Mungu atakavyokutumia kwa namna sio ya kawaida. Na mimi nataka nikwambie ninachoamini mimi. Kila mtu wa Mungu ana kitu Mungu ameweka ndani yake. Amini usiamini, kila mtu wa Mungu, hata hapa, kila mtu kuna kitu ameweka ndani yake. Kila mtu ana kitu. Ana kitu kabisa. Sema ni kwamba tuko kwenye mahubiri, ninaweza nikakwambia hata ambacho kiko ndani yako. Kila mtu ana kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake, ambacho Mungu anataka aone kwamba anakitumia. Hafurahishi kwa kukaa kwako tu na kunyanyuka na kuondoka. Na kuja unakaa na kunyanyuka na kuondoka. Jumapili tena utakuja utakaa na kunyanyuka na kuondoka. Alafu umebeba uponyaji, umebeba muujiza wa mtu. Umebeba neno la hekima, neno la maarifa la kumsaidia mtu mwingine. Wengine wanalia, lakini wao una kitu. Sitasahau wakati fulani
kulikuwa na mama moja, leo hajaja kanisani, nilitamani kama angelikuwa amekuja. Wakati fulani kabla hajaokoka alikuwa na mtoto wake, alikuwa kichaa kabisa. Kichaa. Alikuwa kichaa. Yaani kichaa kabisa. Na ameuza mbuzi kamaliza, kauza ng'ombe kamaliza. Mama alipouza ng'ombe ametoa na vitu ndani, mafarakano yakaanza, wewe unatoa kila kitu, unauza kwa ajili ya mtoto mwenyewe apone. Anakwambia nimetembea kila mganga. Nimeenda kwa mganga huyu, nimeenda kwa mganga huyu, napeleka mtoto na hakufunguliwa. Akarudi naye alivyo. Anasema siku hiyo akawa amekaa nyumbani kwake. Akalia sana. Maana ana watoto 3 tu. Mmoja sasa ndio amepata hiyo shida. Akalia sana. Alafu akasema Mungu, atokee mtu basi atakaye niambia nini nifanye. Atokee mtu basi atakaye niambia nini nifanye. Nani atanisaidia kwenye hii shida? Wakati anaongea hivyo anakuambia ametoka kwenye majani, yuko nyumbani ameshika mundu wake amekaa nje ya nyumba yake, alafu analia anamwambia Mungu hivyo, atokee mtu basi. Nani atakuja aniambie nini cha kufanya? Unajua kuna watu ambao wako majumbani mwao wanaongea maneno kama hayo. Wanasema Bwana atokee mtu. Atokee mtu jamani, atakaye niambie nini cha kufanya. Atokee mtu jamani, atakaye nitia moyo hata. Atokee mtu jamani, atakaye nifariji katika shida. Wanalia. Unajua alitokea mshirika tu mmoja, kapita pale, akamkuta analia. Anamuuliza mama, anambia nenda huko nyuma huko mashambani, angalia yule mtoto wangu kachanganyikiwa. Amekuwa kichawi, anaokota makopo huko. Huyu anapiga kelele huko. Akamwambia sasa nikwambie, twende tumpeleke kanisani. Na ndio sababu ya huyo mama kuokoka. Tuko naye kanisani, nafikiri Jumapili iliyopita alikuwepo. Akaja kanisani na akamleta yule mtoto, akaombewa. Tena sio kwamba aliombewa na kina sisi, huyu dada hapa alikuwepo. Na alimwombea, Mungu akubariki sana. Na yule kaka akapona. Sasa hivi ameoa na ana watoto na ni mzima kabisa, sio kichaa tena. Kuna watu wamekaa majumbani, wanaita, wanalia, atokee mtu. Atokee mtu. Atokee mtu. Ni nani anakwenda ukiwa umefunga kinywa chako? Ni nani anakwenda? Inawezekana kuna mwanamke analia mahali. Inawezekana kuna mwanaume analia mahali na hajui nini afanye. Halafu tumekaa tunabarikiana, tunakaa tunatiana moyo, tunakaa na watu wanafia huko. Hapana. Kuna mtu analia. Kuna mtu analia anatafuta msaada. Na wewe unajua cha kumwambia. Na wewe unalo neno la kumwambia. Unalo neno la faraja. Unaweza kumwombea. Anahitaji maneno yako 2 matatu tu ambayo atamtia moyo akamfanya asimame tena. Sikiliza mtu wa Mungu, hatupaswi kunyamaza, hatupaswi kutulia. Nenda mtembelee. Inawezekana hajawahi kuona mgeni kwake baada ya kupata shida yake. Na unafahamu dunia vile ilivyo. Ukiwa na shida hakuna mtu anakuja kwako. Ukiwa na shida hakuna mtu anakutembelea. Ukiwa na matatizo hakuna mtu anakutaka. Yaani wakikuona anaona kwamba unawapelekea shida zao. Ndugu ndipo anapomkataa mtu. Ndugu ndipo anapomwacha mtu. Sikiliza, pengine wewe hujawahi kupitia hicho kitu. Pita kwenye shida, uangalie ndugu zako. Hapo ndio utakujua nani ndugu yako na nani si ndugu yako. Wanakuacha kabisa. Wanakuacha. Tena wakikaa wanafurahi, wanasema jamaa sasa hivi kaishiwa, mambo yake yamekuwa mabaya. Na sio kwamba atakusaidia. Kama Mungu hata kusaidia, utabaki hapo ulipo. Hawana watu wa kusaidia. Wanangoja lini utatokea. Na neno la Mungu linakuambia nenda. Na naona kuna mtu anajua mahali pa kwenda wakati huu. Najua kuna mtu Roho Mtakatifu anazungumza naye mahali pa kwenda wakati huu. Pengine ni uoga unakusumbua, lakini tutakuombea leo. Nitakuombea kabisa. Na Mungu atakupa ujasiri wa kwenda kusema. Na utashangaa utakapokwenda, kwa sababu huendi mwenyewe. Mbingu zinatembea pamoja na wewe. Kutakuwa na uwepesi wa ajabu. Kutakuwa na uwepesi wa ajabu. Atawainua kutoka kule walipo, atawaleta. Tumia maneno ya Mungu kumsaidia mtu. Tumia maneno ya Mungu kumweleza ukweli mtu. Tumia maneno ya Mungu kujua kwamba kwa nini anakuja hapa na sio kule. Tumia maneno ya Mungu ajue kwamba kuna faida atakayopata kukuja hapa. Hebu simama pale ulipo. Naomba wimbo kwa dakika chache, nataka tuombe. Na kitu nitakachokuombea ni ujasiri.
Nitakuombea ujasiri. Mungu akupe ujasiri wa kwenda na kufanya. Mungu akupe ujasiri wa kutamka neno la Mungu. Mungu akupe ujasiri wa kusema bila kuogopa. Mungu aweke mafuta mafuta ya kimungu. Yanapokuwa juu yako mafuta, utajikuta unasema. Hatufanyagi kwa akili. Roho Mtakatifu atakupa mafuta, atakufanya useme. Karibu. Funga macho yako wakati huu. Mbele zako siku ya leo, nimelisikia neno lako, nami nimekuelewa, ninakuhitaji tena pamoja nami, ukapate kwa pamoja nami, ukaniwezeshe katika kazi hii, katika jina la Yesu. Weka ujasiri katika maisha yangu, nakataa hofu, nakataa uoga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, kwa sababu utakwenda pamoja nami, ukinitia nguvu na kunifundisha katika jina la Yesu. Nimeomba na kushukuru. Hebu kila mmoja twende mbele za Bwana. Sema na Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana, usinyamaze. Sema na Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana. Kinywa chako sema na Bwana. Mwambie Bwana nipe ujasiri, mwambie Bwana nipe ujasiri, mwambie nipe neno la wakati. Sema na Bwana, mwambie akupe neno wakati ambalo utawaambia watu, watakusikiza na wataelewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, ninakutukuza, ninakubariki. Asante Mungu wetu na Baba yetu kwa sababu ya uwezo wako. Asante kwa sababu ya nguvu yako iliyokuu katika jina la Yesu. Endelea kusema na Bwana. Endelea tu kusema na Bwana, endelea kusema na Bwana tu. Endelea kusema na Bwana tu wakati huu. Sema tu na Bwana, tumeshasikia neno hili. Bwana amesema nasi tena kwa habari ya kuifanya kazi yake kama jinsi ambavyo tumefundishwa ya kwamba kila mmoja ambaye yuko mahali hapa yuko kwa ajili ya kusudi. Hatuko mahali hapa kwa bahati mbaya, tuko kwa ajili ya kusudi. Hatuko mahali hapa kwa sababu tumekuja tu kubarikiana, lakini Bwana ametupa kusudi ili tukae hapa tulitimize kusudi la Bwana. Endelea tu kusema na Bwana, endelea kusema na Bwana tu. Endelea kusema na Bwana tu, sema na Bwana, sema na Bwana. Sema na Bwana tu katika mchana huu. Sema tu na Bwana katika majira haya. Sema tu na Bwana, mwambie Bwana, niko tayari katika mchana wa leo. Neno lako nimelisikia, nami nitaenda ili nikaifanye kazi yako. Maana tumeona jinsi ambavyo ziko baraka nyingi zinazoambatana na watu ambao wanaifanya kazi hii, wale ambao wanawaleta watu kwa Kristo. Ziko baraka za Bwana. Wale watu ambao wanawaleta watu katika nyumba ya Mungu, ziko baraka za Bwana. Kuna faida nyingi sana ambazo mtumishi wa Mungu amesema nasi katika wakati huu, na tumeona ule ushuhuda
jinsi ambavyo baba askofu alipata maelekezo haya. Unaweza ukamwona tu baba askofu ukasema mbona baba amebarikiwa namna hii, lakini ni kwa sababu alipata yale maelekezo ambayo Mungu alimpa, akaenda kuwaleta watu katika nyumba ya Bwana. Ndio maana hata baraka za Bwana zinaonekana namna hii. Na katika mchana wa leo mwambie Bwana, nisaidie, niko tayari kushika neno hili na kwenda nalo. Niko tayari kushika neno hili na kwenda nalo katika mchana wa leo. Natamani maisha yangu yabadilike, natamani nyumba yangu ibadilike, natamani huu ugonjwa ambao umekuwa ukinisumbua uondoke. Basi wakati huu ninashika njia kwenda kuwaleta watu waje katika nyumba yako, ili kwamba baraka hizi ziambatane pamoja nami, niwe na maisha marefu, niwe na siku nyingi duniani, niwe na baraka nyingi kwa sababu ya kazi yako. Mwambie tu Bwana akusaidie, mwambie Bwana akusaidie, ushike neno hili, twende pamoja tukaifanye kazi ya Bwana. Mwambie Bwana, niko tayari kuifanya kazi yako, niko tayari kuifanya kazi yako, niko tayari kuifanya kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Niko tayari kuifanya kazi yako. Wakati mwingine kile kinachokutesa kinakutesa kwa sababu hautaki kuwaleta watu katika nyumba ya Bwana. Ndio maana Bwana ameweka, wala sio shetani. Bwana ameweka hicho ili akufundishe, ili uende kuwaleta watu katika nafasi. Sasa katika siku ya leo na mchana wa leo, mwambie Bwana, nisaidie, nivike ujasiri, nipe neno la kusema na watu hawa. Wala hawahitaji kwamba uwe unajua neno la Mungu sana. Hapana, Roho Mtakatifu yupo, atakusaidia, atakupa jambo la kusema. Maana umekaa umesema, mimi sijui maneno ya Mungu, kwa hiyo siwezi kusema na watu hawa. Lakini Yesu yupo ili akusaidie. Yesu yupo katika mchana wa leo. Roho Mtakatifu yupo ili akuongoze. Wewe sema, niko tayari. Mwambie Bwana, niko tayari. Mwambie Bwana, niko tayari. Mwambie Bwana, niko tayari. Mwambie Bwana, niko tayari katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, niko tayari katika majira haya. Mwambie Bwana, niko tayari. Bwana akusaidie tena katika wakati huu. Bwana akusaidie tena katika wakati huu. Bwana atusaidie tena katika jina la Yesu Kristo. Hebu nyosha mkono juu namna hii, useme maneno haya. Biblia inasema unapokiri kwa kinywa chako, wokovu unapatikana hapo. Sema, Bwana Yesu, ninakiri kwa kinywa changu, mchana wa leo nimelisikia neno lako kutoka kwenye kinywa cha mtumishi wako. Bwana, ninatamani kubarikiwa na wewe, ninatamani kuwa na siku nyingi, ninatamani kuponywa yale magonjwa ambayo umesema hayatawapata ninyi. Bwana, ninaomba siku ya leo na kuanzia sasa niwe na ukurasa mpya, nianze kwa upya pamoja na wewe katika jina la Yesu. Niende nikaifanye kazi yako katika jina la Yesu. Maana ninajua ya kwamba katika ibada hii na katika majira haya umeachilia nguvu ya kuniwezesha kuwaleta watu katika nyumba yako. Maana moyoni mwako unataka watu wajae katika nyumba yako katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana akupe neema. Ni kweli unataka kuishi maisha mengi ya siku nyingi, ni kweli unataka kuponywa. Hata wewe mwenyewe unakuwa ukikiri, unasema nataka niishi miaka 100, nataka niishi miaka mingi. Uishi miaka mingi kwa sababu gani? Kwa sababu ipi ambayo unataka kumwambia Bwana unataka kuishi miaka mingi? Unataka Bwana kuponye, ni kwa sababu ya nini? Na Mungu anataka uwalete watu katika nyumba yake. Mwambie Bwana, nisaidie tena katika mchana wa leo, nisaidie tena katika ibada. Nenda tumbele za Bwana, nenda tumbele za Bwana. Mwambie Bwana akupike ujasiri, Bwana akupe neema, Bwana akupe uwezo, Bwana akupe nguvu, ili kwamba walete watu katika mchana wa leo. Iko nguvu ya Bwana ya kutuwezesha kuwaleta watu katika nyumba yake. Iko nguvu ya Bwana ya kutuwezesha kuwaleta watu katika nyumba yake. Iko nguvu ya Bwana katika ibada hii katika jina la Yesu. Omba tu Bwana akusaidie tena, omba tu neema ya Mungu, na Roho Mtakatifu atakuongoza kwenda mahali sahihi kwa mtu sahihi katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu alimuongoza Filipo, akaenda kwa yule mtu anaitwa Towashi wa Kushi, na
ukamwongoza na hatimaye akamwamini Mungu. Yupo Mungu ambaye atatuongoza tena katika mchana wa leo. Iko nguvu ya Bwana ya kutuongoza katika mchana wa leo. Iko nguvu ya Bwana. Yupo Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia sasa ili tukaifanye kazi hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana tusaidie tena. Bwana tusaidie tena. Mchana wa leo tuko hapa, tunahitaji neema yako, tunahitaji nguvu yako, tunahitaji msaada wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu nyosha mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninaomba uachilie mafuta yako, mafuta ya Roho Mtakatifu, yakawe juu yangu, yakanifundishe na kunielekeza, yakafufue huduma njema iliyoko ndani yangu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, maana utanitumia kama chombo chako, kwa kazi yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mengi.